Bomu la rushwa Ikuluni Tanzania baada ya Mange Kimambi kutoa ujumbe mkali kutoka ughaibuni. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Katika miezi michache tu tangu uchaguzi Oktoba tarehe 29 mwaka jana, Tanzania imeanza kukabiliwa na kauli za kisiasa na kiuchumi kuhusu hali ya fedha za taifa, uwezo wa kupata mikopo ya nje na imani ya umma kwa uongozi wa Rais Samia Suluhu na chama chake, Chama cha Mapinduzi. Hoja kuu inayochipuka ni kwamba uchumi unaporomoka mno hadi mikopo ya nje kuzuiwa kwa sababu ya mtazamo hasi wa kimataifa, na kwamba serikali inakosa uwezo wa kulipa hata vyombo vya usalama, ikifungua mlango wa vurugu na ukosefu utulivu wa kisiasa. Hii ni mada kuu ya mjadala mkali wa kisiasa duniani kote ndani ya Tanzania sasa hivi. Kauli hizo zimezua mjadala mkubwa mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, zikidai kwamba hali itakuwa mbaya mno na kwamba nchi haina kitu, na kufuatia mfululizo wa matatizo ya kimataifa na ndani ya nchi, hili limesababisha wimbi la hisia kali, baadhi likipigia debe kushuka kwa uchumi ni njia ya kupata ukombozi, huku wengine wakisema kwamba serikali imetumia vibaya fursa za mikopo na imekatishwa hatua za kupata misaada mingine. Kwenye ujumbe wake, Mange Kimambi ambaye alirusha bomu kuhusiana na swala hili alisema kuwa tulikuwa tunaongea kipindi cha kampeni kuwa hali itakuwa mbaya mno. Kuna wapuuzi wakadhani tunaongea ili watu waandamane. Just 3 months later, nchi haina kitu. Samia Suluhu kina who are you? Mikopo wamekata kwa uwaji wako, sasa unasafisha kinga ya nchi. Watanzania, hii ni habari njema, inaonyesha uchumi wa nchi unaenda kuporomoka mno. Uchumi ukiporomoka, hata kulipa vyombo vya usalama ili viue wananchi atashindwa. Hata mishahara ya polisi na wanajeshi itakuwa shida, na hao wakishaumia kiuchumi hawatoilinda CCM tena dhidi ya wananchi. Tuendelee kuomba hii downfall. Hii ni moja ya njia ya kupata ukombozi. Hapa wengine tunasubiri kuona shirika litakalotoa mkopo kwa hii serikali ambayo ni batili, iliyoua wananchi kikatili. Tukatie kambi ya ofisi zao. Kumbukeni ule usemi wa adui yako muombee njaa, njaa ikipamba moto humo ndani watageukana. Ndio taarifa ama bomu lililorushwa na Mange Kimambi kuhusiana na yale yote ambayo yanaendelea ama nchi ya Tanzania inaendelea kupitia. Uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka jana ulisababisha ushindi mkubwa kwa Samia Suluhu Hassan, lakini kwa mchakato uliochukua hatua kali ya kutowezesha wapinzani wakuu kushiriki uchaguzi. Tume ya uchaguzi iliidhinisha urais wake, huku vyama vikuu vya upinzani hasa Chadema na ACT Wazalendo vikikataliwa au kukosa nafasi ya kushindana kikamilifu. Matokeo haya yalisababisha hasira kutoka kwa wananchi na wengine mitandaoni, wanaposema kwamba uchaguzi haukuwa wa kishindani na haukuakisi matarajio ya umma. Hii pia ilisababisha kuwepo kwa shutuma za ukandamizaji wa upinzani, kunyanyaswa kwa wanaharakati na kudaiwa kwa vitendo vya kali dhidi ya waandamanaji. Mada ambayo haijathibitishwa rasmi katika takwimu kamili, lakini imekuwa sehemu ya mijadala mikubwa ya kisiasa, jambo ambalo limefikia mataifa makubwa ambayo yamekuwa yakiauni nchi ya Tanzania kwa ufadhili na vilevile mikopo. Hadi sasa wakakatisha mikopo hiyo kutokana na serikali batili ambayo wanasema iliua Watanzania wengi zaidi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 na ripoti zinazizungumzia ukandamizaji wa vyama vya upinzani, rais mwenyewe alikiri wazi kuwa Tanzania inaweza kushindwa kupata mikopo ya nje kwa urahisi kama zamani kutokana na msukosuko wa picha ya nchi duniani, na hii ni kutokana na mchanganyiko wa shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na ukosefu wa ushindani wa kisiasa. Baadhi ya taasisi za kimataifa na wachambuzi wa uchumi wanabainisha kuwa matatizo haya yanaweza kuzidisha gharama ya kupata mikopo ya nje kutokana na kuwa washirika wa maendeleo na
taasisi kama IMF, World Bank huzingatia pia sera za demokrasia na uwazi. Ukuaji wa uchumi bado unaonekana endelevu kwa asilimia ya wastani ya 5.6 kulingana na takwimu za IMF, lakini ongezeko la deni la umma na utendaji wa uchumi unaweza kushindwa kufikia malengo ya maendeleo bila rasilimali za nje. CCM ikumbana na mgogoro wa ndani kuhusu namna bora ya kudhibiti uchumi na kutafuta mikopo, na wataalamu wa chama na wabunge wameonyesha mgawanyiko wa mawazo kuhusiana umuhimu wa kutegemea mikopo ya nje dhidi ya kuongeza vyanzo vya ndani vya fedha kama kodi na rasilimali za taifa. Wengine wamehoji kwamba sera za chama na serikali hazikutolewa wazi kuhusu namna ya kukabiliana na kushuka kwa ufadhili wa nje bila kusababisha vurugu za kisiasa na kuweka hatarini ustawi wa wananchi. Hali hii inajenga msukumo wa ndani ya CCM ambapo upande mmoja unaunga mkono sera za uimarishaji wa uchumi na mwingine ukiona msimamo wa sasa ni hatari kwa chama na uongozi wa taifa. Serikali chini ya Samia imejaribu kudumisha utulivu wa kisiasa na kuhakikisha utendaji wa mashirika ya umma unaendelea. Hata hivyo, kuna wasiwasi mkubwa juu ya uwezo wa kulipa vyombo vya usalama, polisi na wanajeshi kama ilivyokuwa ikilipiwa wakati hali ya mtikisiko wa kisiasa ilikuwa chini ya udhibiti. Je, serikali ina uwezo wa kulipa mishahara yao bila kuthibitisha vyanzo vya fedha vya uhakika? Hii ni swali ambalo limeibua wasiwasi mkubwa katika mjadala wa kisiasa na uchumi, na wengi wanahoji kama serikali imepunguza matumizi makubwa ya fedha au ni swala la kutokuwa na rasilimali za kutosha. Hoja kuu inayojiibua kwenye mijadala ya mitandao ni jinsi baadhi ya wananchi wanavyosema huenda udhaifu wa uchumi ukapelekea kuombwa kushuka kwa hali ya maisha. Kauli iliyosambazwa mitandaoni kwamba ukosefu wa chakula au ukosefu wa mambo ya msingi ni njia ya kupata ukombozi wa kisiasa. Hata zaidi, baadhi ya mijadala ya mtandao imejaribu kuunganisha hoja za kisiasa na kipato duni, huku eneo la wazi la mjadala likizungumzia uwezekano wa kutokuwa na mikopo kutoka nje kwa sababu ya madai ya ukiukwaji wa haki za kisiasa. Ingawa baadhi ya madai haya hayajathibitishwa rasmi na vyanzo vya habari vinavyoaminika, yanabainisha kiwango cha uchungu na kukosa imani kwa baadhi ya wananchi kwa uongozi wa sasa. Takwimu za Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine za kimataifa zinaonyesha kwamba uchumi wa Tanzania bado uko kwenye ukuaji wa wastani wa 5.4 hadi 6%, na kutokana na sekta kama kilimo, mafuta na utalii. Hii inaonyesha kuwa bado kuna misingi imara kwenye uchumi licha ya changamoto za mikopo. Na hata hivyo, wataalamu wanabainisha kuwa hatimaye mataifa yanahitaji kusawazisha ukuaji wa uchumi na utulivu wa kisiasa ili kuvutia mikopo na uwekezaji. Na katika hali ya changamoto za kisiasa, marekebisho ya sera za uchumi na usimamizi bora wa rasilimali ni muhimu ili kulinda ukuaji wa uchumi. Badala ya uchaguzi na shutuma za ukandamizaji wa upinzani, baadhi ya wadadisi wa masuala ya kimataifa wanafanya tathmini kwamba Uganda inaweza kushikwa ngumu kupata mikopo ya nje kwa kiasi kikubwa kwa sababu washirika wa maendeleo wanazingatia vigezo vya haki za binadamu, demokrasia na uwazi. Hii inachanganya mjadala wa kisiasa ndani ya Tanzania na kwa nje na kuinua maswali kuhusu uwezo wa serikali kuvutia kupewa mikopo ya nje bila kuboresha mazingira ya kisiasa. Na kwa miaka mingi Tanzania imekuwa ikitegemea mikopo ya nje na misaada ya kimataifa ili kufadhili miradi mikubwa ya miundombinu na maendeleo ya kiuchumi, na hii ilikuwa sehemu ya utegemezi wa sera za maendeleo tangu enzi za kujenga taifa. Na hata hivyo, kutokana na matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2025 na shutuma za uhalali wa uchaguzi, baadhi ya washirika wa maendeleo wameonyesha wasiwasi juu ya utendaji wa serikali, na inaweza kushusha ukuaji wa mikopo ya nje kwa Tanzania.
Hoja ya kushuka kwa uchumi kutokana na mikopo ya nje na misimamo ya kisiasa dhidi ya uongozi wa CCM chini ya Samia ni jambo kubwa la kisiasa, na hii inahusisha uaminifu wa serikali na washirika wa kimataifa juu ya sera na demokrasia, uwezo wa kulipa mikopo ya nje na mishahara ya umma bila kuathiri sekta ya kijamii, na vilevile mitazamo ya wananchi kuhusu uongozi na mustakabali wa taifa. CCM inaweza kupoteza umaarufu wa kisiasa kama wananchi wakiona serikali haistahili kuongoza kutokana na hoja hizi. Upinzani na wanaharakati wa kijamii wanaweza kutumia hoja ya uchumi na mikopo kushinikiza mabadiliko ya kisiasa na kupunguza uaminifu wa chama tawala. Kwa upande mwingine, serikali inaweza kutumia hoja za kuendeleza sera za ndani, kuimarisha ukusanyaji kodi na kujaribu kurejesha imani ya wananchi na washirika wa kimataifa. Na katika mazingira ya kisiasa na kiuchumi, Tanzania lazima ibalanzishe maslahi ya ndani na mahitaji ya kimataifa ili kuweka utulivu wa kisiasa na ukuaji wa uchumi. Ni muhimu kwa serikali kuweka uwazi zaidi katika sera zake, kushirikiana na wazalendo wa ndani na nje, na kutetea misingi ya demokrasia na haki za binadamu ili kuimarisha uaminifu wa wananchi na washirika wa kimataifa. Ni hayo kwa sasa, tukutane tena kwenye kanda nyingine.